Mada ambayo nilitakiwa kuzungumza na niliyokuwa nimeipanga nizungumze ni wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, yani kutumwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni rehma kwa walimwengu. Lakini kutokana na mazingira ya da'wa, katika kazi ya da'wa, wale ambao wamesomea kazi ya da'wa na sio kujua kusimama msikitini, kusomea kazi ya da'wa kama course pamoja na kuifanyia degree, wanafundishwa kwamba ad-da'i al-labib yatakayyaf ma'a al-bi'ati al-mad'u, mlinganiaji makini anatakiwa abadilike kulingana na mazingira ya yule anayemlingania. Hali ya ulimwengu hivi sasa imekuwa ni nzito sana, hasa kwa umma wa Kiislamu. Na hasa juzi hapa, nadhani siku ya pili leo, kulingana na vyombo vya habari, kwamba asilimia takriban 49, wengine wanasema 50, kwamba watoto tunaowalea ama sisi wenye watoto sio wetu. Haya ni maelezo inasemekana yametolewa na mkemia mkuu. Nadhani mtakuwa mmesoma kwenye magazeti. Magazeti mengine wameandika hivi, wewe baba wa halali. Ina maana ni kulingana na kesi ambazo zilizomfikia yeye, na baada ya kupima kwa vipimo vyao vya DNA. Lakini Uislamu unasemaje kuhusu nasaba? Sasa nimeamua kuchagua mada nasab ibn zina, nasaba ya mtoto wa nje ya ndoa. Mtoto wa nje wa ndoa, nasaba yake ni ipi? Je, huyu baba yake ni nani? Je, aitwe kwa jina la baba wa nani? Ikitokea imamu wetu msikitini tunajua kwamba amezaliwa nje ya ndoa, je, anafaa kutuswalisha? Naomba mnisikie kwa makini sana. Unaonekana kama muhadhara, lakini hili ni darsa, kwa sababu lazima urejee katika vitabu vya wanachuoni. Ni mada ndefu mno sana, lakini mnajitahidi kiasi Allah alichoniwezesha. Nimechukua vitu vya haraka. Kwa hiyo kila mmoja asikilize vizuri. Nasab ibn zina, nasaba ya mtoto wa nje ya ndoa. Swali: hal yunsab ibn zina lizani? Hili ni swali. Je, mtoto wa zina ama mtoto wa nje ya ndoa apewe nasaba ya mzinifu mwanamume kwamba ndiyo baba yake na nasaba itokee pale? Wanachuoni wanasema waljawabu fi hadhihi almas'ala, jibu katika swali hili wakasema wa hadha huwa tafsiluna fi hadhihi almas'ala, huu ndio ufafanuzi wetu katika swali hili. Kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza ya wanachuoni wanasema la yunsab ibnu zina lizani, hanasibishi mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa kwa mwanamume mzinifu. Hii kauli ni ya nani? Ni ya jumhurul ulama, ambao ni madhhab al-Malikiyya wa-Shafi'iyya wal-Hanabila, kwamba mtoto ambaye baby na baby au baby na sweet, maana siku hizi wanamume wanaitwa baby. Wewe mtu mzima kama mimi unaniita baby. Kwa hiyo mwanamume mzinifu siku hizi anaitwa baby. Mwanamke mzinifu anaitwa CD, yani changu doa. Na kama ni mwanamume anaitwa CP, changu paka. Mwanamume mzinifu anaitwa changu paka, yani CP. Sasa wanasema mtoto wa nje ya ndoa
hapewi nasaba ya yule baba mzinifu. Qala Ibn Abdul Barr, mwanachuoni anaitwa Ibn Abdul Barr upande wa madhhab ya Malik, anasema wa hadha ijma'un aidan min ulama'i almuslimin, haya ndiyo makubaliano ya wanachuoni wa Kiislamu, anna zani, kwamba huyu mzinifu mwanamume la yalhaquhu waladu min zina, hawezi akaunganishwa na mtoto wa zina. Wakasema iddaahu au nafahu, amedai kwamba mtoto huyu ni wangu na mimi ndio niliyompa mimba huyu mwanamke, au nafahu, ama akaulizwa, je, hii mimba ni yako? Akasema si yangu, kama walivyokuwa washikaji wengi. Washikaji wengi wanatembea na watoto wa kike, ikifika pahala kampa mimba anasema sio mimi, sio mimi, sio mimi. Hatimaye mtoto wa kike anabaki anadua kwa sababu kila mtu kaonja. Kwa hiyo sawa kadai kwamba mtoto huyu ni wangu, hawezi kunasibishwa kwenye nasaba yake. Sawa akaulizwa akakataa, mtoto huyu si wangu, hawezi kunasibishwa. Ushahidi wa haya, wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, alwaladu lilfirashi, mtoto ni wa mama katika mazingira ya uzinifu, walilahiril hajaru, lakini mzinifu mwanamume zawadi yake jiwe. Kwa ina maana mwanamume na mwanamke wanapozini, wakatongozana, wakazini, imepatikana mimba, akapatikana mtoto, sawa wale wazinifu ni wanaislamu watupu, yule mwanamume mzinifu zawadi yake ni jiwe, ni sawa manii yake yanafananishwa na jiwe. Jiwe ukilichukua ndani haliwezi likakusaidia zaidi, huenda linaweza likaleta madhara. Akasema Ibn Abdul Barr, kaqaulihim, kama vile Waarabu wanasema bifika alhajaru, bwana kinywani kwako kuna jiwe, yani kinywani kwako umeweka jiwe. Wakasema ai la shay'a laka, huna kitu. Maana yake ni kwamba mzinifu mwanamume hana mtoto, mtoto ni wa nani? Ni wa mama. Hiyo ni kauli ya jumhur. Qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad, Abdullah mtoto wa Ahmad ibn Hanbal, baba ni shekhe na mtoto ni shekhe, anasema huyu kijana, saaltu abi, nimepata kumuuliza baba yangu. Abdullah ambaye ni mtoto wa Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani al-Iraqi rahimahullah, akasema saaltu abi, nilimuuliza baba yangu, an rajuli, kuhusu mtu, aqarra biwaladin fi maradhihi, amekiri wakati anaumwa. Akaulizwa, bwana wewe unaumwa, hii mimba yako ama huyu mtoto wako? Min khadim imraati, labda amemtia mimba mtumishi wa mkewe, kama ilivyokuwa baadhi ya sisi wanamume si waaminifu kwa watumishi wetu wa ndani, si waaminifu, hii inajulikana. Sasa akaulizwa, alipoulizwa au biwaladin min fujur, ama akaulizwa, je, huyu mtoto uliompata mimba hii ni yako ambayo imepatikana kwa njia mbaya? Qala, akasema baba yake Ahmad ibn Hanbal anamjibu mwanae, akasema la yalzamuhu, mtoto huyu halazimiki kuwa na nasaba kwa baba. Ahmad ibn Hanbal akamjibu mwanae, liqauli nabii, kwa ushahidi wa maneno ya Mtume, walilahiril hajaru, mzinifu mwanamume zawadi yake jiwe. Hadithi hii ipo katika Sunan Abi Daud na katika Musnad Ahmad. Qala Ibn Qudama rahimahullah anasema, wa waladu zina, na mtoto anayezaliwa kwenye tendo la zina, la yalhaqu zaniya fi qawli aljumhur, haunganishwi nasaba katika kauli ya jumhur. Kwa ina maana mtoto wa nje ya ndoa si wa baba. Qala Ibn Hazm rahimahullah, kuna kitabu kinachoitwa Al-Muhalla, ukienda hapa kwa Abu Suhail, kwa hapa Abdul Hakim, hapa kwa Kim, utakwenda ukipata hichi kitabu. Ibn Hazm anasema alwaladu yalhaqu bil mar'a, mtoto anaunganishwa na mama mzinifu, idha zanat, atakapozini yule mwanamke, wa hamalat bihi, na akabeba ujauzito.
wala yalhaqu birrajuli, haunganishwi nasaba na mwanamume. Wanamume mnisikilize vizuri, wengi tuna watoto wa nje ya ndoa na baadhi yetu tuko msikitini. Kwa hiyo mtu ajijue mtoto sio wako. Tamam. Ushahidi wa jumhur ambao wamesema mtoto wa nje ya ndoa si wa huyu mwanamume. Dalili ya kwanza, an Amru ibn Shuaib an abihi an jaddihi qala, anasimulia Amr ibn Shuaib anasema qama rajulun, alisimama siku mtu mmoja kwa mtume, faqala ya Rasulullah, ewe mtume wa Mungu, inna fulana, hakika ya jamaa fulani unayemjua, ibni, mwanangu. Anamwambia mtume inna fulana, hakika, hapa hakutajwa jina katika hii riwaya, hakika ya fulani ni mwanangu, ahartu bi ummihi fil jahiliya, nimezini na mama yake wakati wa jahiliya, wakati wa vitendo vya ushenzi, nimezini na mama yake. Faqala Rasulullah, mtume akamjibu, la da'wata fil islam, hakuna hoja yoyote katika Uislamu kutetea mambo ya ujahili. Akaambia dhahaba amrul jahiliya, mambo ya kijahili yameshaondolewa na Uislamu. Alwaladu lilfirashi, wewe mwanamume, huyo mtoto unaidai ni wako, ni wa mama, ni wa kitanda. Walilahiri alhajaru, huyo mzinifu mwanamume zawadi yake jiwe. Hadithi katika Sunan Abi Daud, hadithi 2274. Na katika Musnad Ahmad, wa hasana isnadahu ila Amr ibn Shuaib al-Hafidh ibn Hajar fi Fath al-Bari, wa sahahahu al-Imam al-Albani rahimahullah. Kwa ina maana akamuondolea nje kabisa kwamba huyo mtoto sio wako, huyo mtoto si wako. Kwa hiyo hapa tunapata fundisho kwamba inajuzu mtu kama ana jambo asiwe na haya kwa shekhe, shekhe na jambo fulani. Sasa inawezekana huyu bana aliuliza mbele ya watu ama si mbele ya watu, lakini aliuliza ile swali. Dalili ya pili ya jumhur ambayo kwamba mtoto wa nje ya ndoa si wa baba, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, mtume anasema la musaata fil islam, hakuna mambo ya upuuzi katika Uislamu. Man saa fil jahiliya, atakaye kuwa amefanya mambo katika jahiliya, faqad lahiqa bi'asabatihi, atakuwa amejiunga na ule uasaba wake, yani ule ujahili wake. Wa man idda'a waladan min ghairi rishdatin, hapa ndio mahallu shahid, na atakaye dai mtoto asiyekuwa wa ndoa, fala yarithu, huyu mtoto aliyemzaa nje ya ndoa hatomrithi huyu mwanamume, wala yurathu, wala huyu mwanamume hatomrithi mwanae. Kwa sababu mtoto uliyemzaa nje ndani ya ndoa, mtoto uliyemzaa ndani ya ndoa anakurithi na wewe unamrithi kama atafariki. Lakini midhali ni mtoto wa nje ya ndoa, harithi na wala harithiwi. Baba hamrithi, ambaye ni huyu baba wa bahati mbaya, na huyu naye vile vile hawezi kumrithi huyu baba. Rawahu Ahmad fi al-Musnad wa Abu Daud fi Sunan. Kwa hiyo hizo ni dalili za jumhur. Alqaulu thani, kauli ya pili ya wanachuoni, wanasema la yunsab waladu zina lizani, hawezi akanasibishwa nasaba ya kihalali mtoto wa nje ya ndoa kwa yule mzinifu. Wakasema wao, illa, isipokuwa idha da'ahu, atakapokuja kudai kwamba mtoto huyu ni wake, wala yuaridhuhu ahadun, na hakuna aliyekuja kumwambia wewe muongo, huyo mtoto sio wako, umemzaa nje ya ndoa. Wala yaqul innahu min az-zina, na huyu bana alipoulizwa akasema huyu mtoto sijamzaa nje ya ndoa. Wa huwa qaulu al-Ahnaf, hii ni kauli ya madhhabu ya Hanaf ambayo chimbuko lake ni kwa Nu'man ibn Thabit ambaye ni Abu Hanifa rahimahullah. Kwa ina maana kwamba kama atadai kwamba mtoto huyu ni wake, lakini ikawa hakuna aliyekuja kupinga hili, sawa. Lakini kama atasema mtoto huyu ni wa zina, hawezi kunasibishwa na baba wa yule aliyezini naye. Masala ya pili, tasmiyatu ibnu zina, mtoto wa nje ya ndoa aitwe jina gani? Mtoto wa nje ya ndoa aitwe jina gani? Jina tunaweza tukampa lolote,
lakini baba yake nani? Qala ahlul ilm, amma tasmiyatuhu huwa shakhsiyan, ama kumwita jina yeye kama yeye, sahalun la ishkala fihi, ni rahisi. Anaweza kaitwa Abdallah, anaweza kaitwa Hashim, anaweza kaitwa Maryam, anaweza kaitwa Zainab, ni rahisi. Lakini Maryam nani? Akasema yusamma ma tayassara min asma'il muslimin, ataitwa jina linalowezekana katika majina ya Waislamu. Lakini sasa wakasema lakinna almushkila, lakini tatizo lipo hapa, fi baqiyati ismihi, jina lake la pili tumwite nani? Ina maana tunataka kumwita fulani bin fulani. Wakasema wa ilaika biijazin tafsilu dhalik, ufafanuzi kwamba mtoto wa nje ya ndoa jina anaweza akapewa, bana huyu mtoto ni nani? Fulani. Baba yake nani? Je, tumuita kwa baba wa nani? Sasa wanasema qawaidu tasmiyat ibn zina, kanuni za Uislamu namna ya kuitwa mtoto wa nje ya ndoa baba yake. Ukienda katika sheria hizi za kibinadamu, wao hawana mwiko. Sheria ya mwanadamu haina mwiko. Umeua, hukuua, sawa. Umetembea uchi, hukutembea uchi, sawa. Wao ni sawa sawa tu. Sasa wanasema la yunsab lizani, mtoto huyu asipewe jina la nasaba la yule mzinifu mwanamume, wala yahmilu ismahu, wala asichukue jina la yule baba. Kwa mfano Maryam asiitwe Maryam binti Ramadhan wakati huyu Ramadhani ndio amezini naye, kwa mfano natoa. Kwa sababu gani? Wakasema Mtume ameshasema alwaladu lilfirashi, mtoto zawadi, mtoto alwaladu lilfirashi, mtoto ni wa mama, walilahil alhajar. Hadithi vile vile katika Bukhari na Muslim. Zawadi ya mtoto huyu au mwanamume huyu, zawadi ya mwanamume ni nini? Ni jiwe. Katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya 187 Allah anasema hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, hao wanawake mliooa katika ndoa, libasun lakum ni nguo zenu. Nyinyi mliooa wake zenu wa ndoa ni nguo zenu. Wa antum libasun lahunna, na nyinyi wanamume wa ndoa ni nguo zao. Maana yake mwanamume aliyeoa ndoa ya halali kwa mujibu wa aya hii, ina maana kuoa kwake yeye amevaa, na mwanamke aliyeolewa kwa ndoa ya halali, ina maana kuolewa kwake kwa ndoa ya halali amevaa. Ina maana mwanamume ambaye hajaoa ama mwanamke ambaye hajaolewa kwa mujibu wa hadithi, ina maana kwa aya hii sura ya pili 187, hawa wanatembea uchi. Kwa mfano kama walivyokuwa wengine wanaonisikiliza hapa msikitini, wapo ambao hawajaoa, kwa hiyo hapa wanahesabika wapo uchi. Imam al-Fakhr Razi rahimahullah katika tafsirul kabir au mafatihul ghaib, na Imam Suyuti katika Durrul Manthur wanasema hivi, hunna firashun lakum wa antum lihafun lahun, hawa wake zenu ni vitanda vyenu, wa antum lihafun lahunna, na nyinyi ni shuka zao. Kwa hiyo mwanamke ni kitanda, mwanamke ni kitanda na mwanamume ni shuka. Na kitanda kinapotandikwa vizuri, kikawekwa vizuri, na shuka ikawa nzuri, raha inakuwepo. Kwa mfano kwenye shuka unakuta mwanamume, labda unaingia kwenye kitanda unakuta shuka umeandikiwa you are welcome my sweetie, na kweli you are welcome pale. I love you, unakuta good dream katika mto umeandikiwa pale, kwa sababu mwanamke ni firash, ni kitanda, na kitanda lazima kiwe kizuri. Sasa vitanda vingine, magodoro mengine magumu, ukilala mgongo umenyoka, na magodoro mengine ukilalia unakuwa unanesa nesa. Hii ndio raha. Mtume akasema alwaladu lilfirash walilahir alhajar. Kwa hiyo mtoto ni wa mama, lakini mzinifu mwanamume zawadi yake ni nini? Ni jiwe. Kwa hiyo wanamume ambao mnaonisikiliza mlioko nje na wengine tuko humu ndani, kama una switi ama una CD, mtoto yule sio wako. Na Mtume anasema maniddaa ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu, atakayedai kwa baba asiyekuwa wake na anajua kwamba huyu baba si wangu, faljannatu alayhi haram, ni haram kuingia peponi. Tamam.
Kwa hiyo dalili kwamba mtoto wa nje ya ndoa aitwe kwa jina lingine. Kwa mfano tunaweza tukasema Maryam Abdallah kwa sababu Abdallah yoyote, Abdallah ni mja wa Mwenyezi Mungu. Wengine wanasema Maryam wa mbinguni. Sasa Maryam wa ardhini atakuwa nani? Lakini aitwe jina lingine. Kwa mfano kama huyu aliyezini naye mwanamume anaitwa Ramadhan Kipekule, kwa ina maana asiitwe Maryam Ramadhani Kipekule kwa sababu ni asma'u thalathi. Ataitwa Maryam Abdallah, yani ni Maryam Abdallah, mja wa Mwenyezi Mungu. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili, la yunsab limutabannihi, mtoto ambaye hajulikani baba yake ama ni mtoto ambaye mtu kamlea akemgeuza kama mwanae, asipewe jina la yule anayemlea. Uislamu umekataza. Qur'ani inasema ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu inda Allah, waiteni watoto kwa majina ya baba zao, tena ni baba wa ndoa, si baba huyu ambaye tunemsema hapa. Kwa hiyo la yunsabu limutabannihi, asinasibishwe kwa yule ambaye amesema kwamba ni mwanangu, kwa sababu haramun fil Islam, at-tabanni haramun fil Islam, liannahu, kwa sababu hii tabanni yashtamilu ala munkaratin kathira. Tabanni, mtu akidai mtoto kwamba ni wangu wakati si wake, ni haramu. Kuna mambo yafuatayo. Kwanza, ikhtilatul ansab, nasaba halali na zisizokuwa halali zitachanganyika. Pili, tadhi'ul huquq, kuna haki zitapotea. Tatu, hatkul hurumat, kuna baadhi ya mambo ambayo yamekatazwa katika Uislamu yanaweza yakavunjwa. Kuepuka lote hilo, Qur'ani ikaweka mpaka katika suratul Ahzab aya ya 4 aya 5, Allah akasema wama ja'ala ad'iyaakum abnaakum, Allah hajahukumu kwamba watoto wenu wa kupanga ni watoto wenu halali. Dhalikum qaulukum biafwahikum, hayo ni madai ya vinywa vyenu. Wallahu yaqulu alhaqa, Allah ndiye anasema kweli. Wa huwa yahdi sabil, yeye ndiye anaongoza njia sahihi. Kwa hiyo kuongoza njia sahihi maana yake mtoto aitwe kwa jina la baba wa ndoa. Kwa hiyo ima atakuwa ni, ukiulizwa huyu mtoto wa nani, unasema mtoto wa mke wangu. Kwa mfano mtu ameoa mathna au thulatha au rubaa, ile mwanamke amemkuta ana mtoto, siku nyingine anakutonea barabarani, bwana mwanao, anasema hapana, huyu ni mtoto wa mke wangu. Kwa hiyo watu wanakuwa wanajua kwamba ni mtoto wa mke wake, lakini mtoto huyu ikitokea ni mtoto wa kike, huyu baba, yani mume wa mama wa huyu mtoto, hawezi kuwa walii wa huyu kwa sababu si baba yake wa nasaba. Haya, sehemu nyingine ya tatu, nafaqatu ibnu zina, matumizi ya mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa ni ya nani? Maana kuna wanamume wengine, naomba mnisikilize wanaume wenzangu, kuzini kazini, alafu anasema Sheikh samahani bwana, mimi nina swali, nimetembea na mwanamke nimempa mimba, lakini je, halali kuendelea kumtunza? Unamuuliza, je, haram kuzini? Manake mwanamume aliyezini akapatikana mtoto wa nje ya ndoa, huyu anafananishwa na dereva mzembe ambaye ameendesha gari hali ya kuwa ni mlevi ama kwa uzembe, akamgonga mtu, akamvunja mtu mguu. Huyu dereva anatakiwa apewe adabu. Kwa hiyo watu wa usalama barabarani ndio watajua watamhukumu namna gani. Kwa hiyo kwa sababu wewe ndiye umemsababishia maumivu ya kukosa baba, mtunze. Na mama naye analazimika amwambie yule mtoto, mwanangu, huyu baba asiseme mwanangu, sio mwanae. Anaweza akasema, kijana sikiliza nikwambie, unanitaje kijana? Na wewe kubali kuitwa kijana. Hivi kwa nini unaniita kijana? Samahani, nilikosa, nilifanya uchafu mimi na huyu mama yako, mimi sio baba yako halali, mimi nimezini na huyu mama yako, ueleze wazi. Sasa matumizi, wanachuoni wa fiqh wanasema wanafaqa, wakasema hiya darahimu wazadu wadhakhira allati tusrafu fil hawaiji wat ta'ayyush, kama ilivyo katika Mukhtar as-Sihah, kwamba nafaka
matumizi. Inaweza kawa pesa, chakula cha aina yoyote na vitu vingine ambavyo vinatumika katika mahitaji ya mwanadamu. Mtoto anahitaji kusoma, toa umsomeshe. Chochote unachoweza toa, kwa sababu wewe umemsababishia maumivu. Tamam. Nini hukumu ya kumtunza mtoto nje ya ndoa? Mwanamume tayari amezini na yule mtoto anaye na anaishi naye. Je, mwanamume huyu akitoa matumizi, hukumu yake ni nini? Wanasema wanachuoni al-infaqu alayhi fardun. Kumtunza huyu mtoto wa nje ya ndoa ni wajib. Kwa sababu gani? Allah anasema wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Watu wema ni wale ambao wanaotoa chakula kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa radhi zao, kwa ajili ya kuwapa maskini, mayatima na watu ambao wapo katika mateka. Ni suratul Insan aya 8 mpaka aya 12. Wakasema wanachuoni baada ya aya hii, wabnu zina, mtoto wa nje ya ndoa, miskin, ni maskini, wa huwa yatimu aidan, ni yatima. Mtoto wa nje ya ndoa ni yatima, hana baba. Lianna al-yatima mata abuhu, kwa sababu yatima inajulikana baba yake wa halali kafa. Wa amma ibnu zina, ama huyu mtoto wa nje ya ndoa, fala yu'rafu abuhu asla, baba yake hajulikani kabisa. Anaweza kaitwa tu huyu baba, anaweza kaitwa mngataji wa wanawake. Mwanamume amezaa nje ya ndoa, anaweza kaitwa mngata wanawake, sababu ya kazi yake anangata, anawasababishia wanawake majipu. Kwa ina maana huyu mtoto ambaye amezaliwa nje ya ndoa atasaidiwa kama vile maskini. Kwa hiyo kama kuna Waislamu wanajua, wanaweza kumsaidia. Fadlul infaq ala ibn zina, kumsaidia huyu mtoto wa nje ya ndoa, fadhila zake. Wanasema wanachuoni, ibn zina majhulun nasab, mtoto wa nje ya ndoa haijulikani nasaba yake. La yudra man abuhu, hajulikani baba yake ni nani kisheria. Fahuwa fi hukmi al-yatim, huyu anaingia katika hukumu ya uyatima. Bal qad yakunu aswa halan min al-yatim, huyu mtoto wa nje ya ndoa anaweza akawa na mazingira mazito kuliko yatima, kwa sababu yatima yaatifu an-nasu alayhi, yatima watu wanamuonea huruma. Wabnu zina, lakini mtoto wa nje ya ndoa sema huyu jamaa, huyu mtoto huyu babake si yule pale, sema watu tumezoea kusema babake si baba yake. Kwa ina maana kad yambudhuna, watu wanaweza wakamtelekeza. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aliulizwa swali, jibu hili lipo katika kitabu chake Majmu'ul Fatawa mujalladi wa 34 ukurasa 100, sikuandika tabaa gani. Aliulizwa swali hili Sheikh Islam, suila an rajulin wati'a ajnabiyya hamalat minhu. Sheikhul Islam aliulizwa nini hukumu ya mtu ambaye amemuingilia mwanamke ajnabi na akapata ujauzito, thumma ba'da dhalika, kisha baada ya kumpa ujauzito, tazawaja biha, akamuoa. Kama ilivyo tulivyo, tunajuana jamani, tunajuana. Swali hili aliulizwa Ibn Taymiyyah karne ya 7 huko, lakini ndio mazingira yetu. Sheikh Ibn Taymiyyah akasema, akaulizwa, fahal yajibu alayhi fardul walad fi tarbiyatihi, je, inampasa huyu mwanamume ulazima wa kumlea amla, ama hapana? Ibn Taymiyyah rahimahullah akasema, alwaladu waladu zina, mtoto ni wa zina, la yalhaquhu nasabuhu inda al-a'immati al-arba'a, kulingana na wanachuoni madhhabu 4 hanasibishi kwa baba. Lakini la budda an yunfiqa alayhi almuslimun, waislamu ndio wanatakiwa kumsaidia huyu mtoto. Fa innahu yatimun min alyatama, huyu ni yatima kama yatima wengine. Wa nafaqatu alyatama ala almuslimin muakkada, na gharama, matumizi, msaada kumsaidia yatima kwa Uislamu umesisitizwa. Sheikh Ibn Taymiyyah akasema wallahu a'lam. Hapa hakutajwa huyu baba mngataji, amesema kwamba Waislamu ndio wamsaidie. Kwa
kwamba ili kuondoa ile tuhma. Masala nyingine, hukumu radhaa au ridhaa, yote katika lugha ya Kiarabu inajuzu. Unaweza kusema ar-ridhaa au ar-radhaa. Hukumu radhaatu ibn zina, nini hukumu ya kumnyonyesha mtoto wa zina? Mwanamke anamnyonyesha yule mtoto nje ya ndoa, ama wewe ukapewa hiyo kazi. Wanasema almiskinu ibn zina majhulul ab, mtoto wa nje ya ndoa baba yake hajulikani. Wa amma al-ummu, ama mama, faqad yakunu ma'rufa al-um, huyu mtoto inawezekana mama yake anajulikana, majhulul ama inawezekana mama yake hajulikani, kama fi hali laqit, kama ilivyo wakati mwingine tunasoma kwenye vyombo vya habari watoto wameokotwa barabarani. Ndugu zangu, tunakwenda katika masala nyingine. Ma hukmu imamatu ibn zina fi salah, nini hukumu ya kuswalishwa na imamu ambaye amezaliwa nje ya ndoa? Tunamjua imamu wetu msikitini kwetu kazaliwa nje ya ndoa, lakini ndio imamu wetu, ndio shekhe wetu, vitu anavyo kichwani, ilmu anayo, na akisimama kutuswalisha masha Allah. Lakini mama yake aling'atwa, baada ya kung'atwa akapata jipu, akatoka yeye. Sasa imamatu ibn zina fi salah, ndugu zangu sikiliza, wanachuoni wanasema hivi, wanasema wakhtalafa alulama ala qawlain. Wanachuoni baada ya kuisoma masala hii wamekuja na rai mbili. Alqawlu alawwal, kauli ya kwanza wanasema la ba'sa bi imamati waladi zina, si vibaya kuswalishwa na imamu wa nje ya ndoa ambaye mama yake kaziniwa, akakuwa kasomesha Qur'ani, yule mtoto anaifahamu vizuri, ana ilmu, akawa ndio imamu wetu, la ba'sa. Hii ni rai ya nani? Wakasema wa huwa qawlu jam'un min at-tabi'in, sehemu kubwa ya matabi'i waliokuja baada ya masahaba wameunga mkono rai hii, wa madhhabu al-Hanabila, na ndio madhhabu ya Hanabila. Dalili yao ana Aisha radhiyallahu anha, mama Aisha mkewe Mtume, suilat an waladi zina, mama Aisha aliulizwa, mama yetu, nini hukum ya kuswalishwa na mtoto wa nje ya ndoa? Mama Aisha akawajibu jibu hili, laisa alayhi min khati'ati abawaihi shay'un, mtoto huyu hana dhambi yoyote kwa wazazi wake, kwa sababu hawa ndio waliozini, hawa ndio waliozini, midhali wamezini, madhambi ni yao. Mama Aisha akawasomea aya, wala taziru waziratun wizra ukhra, hawezi mtu kuadhibiwa kwa madhambi ya mtu mwingine, katika suratul Isra. Ibn al-Jawzi rahimahullah baada ya aya hii akasema hivi, thumma ayu dhanbin liwaladi zina hatta yamna'uhu min dukhuli aljanna, kisha huyu mtoto wa nje ya ndoa ana dhambi gani mpaka imziwie asiingie peponi? Kwa ina maana hana madhambi. Kwa ni kwamba mtoto wa nje ya ndoa anajuzu kuwa imam na hana dhambi, hana dhambi. Dhambi atazipata yeye kama yeye. Tuangalie kauli za wanachuoni kuhusu uimamu wa mtoto wa nje ya ndoa. Qala Ibrahim, Imamu Ibrahim anasema la ba'sa an ya umma waladu zina, si vibaya mtoto wa nje ya ndoa kuwa imam, rawahu ibn Shayba. Kauli ya pili, an Zuhair ibn Abi Thabit al-Absi rahimahumullah, Zuhair ibn Abi Thabit anasema sami'tu ash-Sha'biyya, nimesikia Imamu Sha'bi anasema hivi, tajuzu shahadatuhu, inajuzu mtoto wa nje ya ndoa akiitwa kutoa ushahidi, ushahidi wake ukubalike, wa ya na awaswalishe watu, rawahu ibn Abi Shayba wa isnaduhu sahih. Hii ni kauli ya pili. Kauli ya tatu, an Abi Hanifa, Imamu Abu Hanifa rahimahullah anasema sa'altu Ataa an waladi zina ya ummul qauma, nimepata kumuuliza Imamu Ataa al-Khurasani, nini hukumu ya mtoto wa nje ya ndoa kuwaswalisha watu, kuwa imam? Faqala, akanijibu, la ba'sa bihi, si vibaya kuwa imam,
alaysa minhum man huwa aktharu sawman wa salata minna, simbona katika hao watoto wa nje ya ndoa wapo ambao ni wema na ni wenye kheri kwa funga na swala kuliko sisi tuliozaliwa nje ya ndoa, ndani ya ndoa. Kuna watoto ambao wamezaliwa ndani ya ndoa na kuna watoto ambao wamezaliwa nje ya ndoa. Unaweza ukamkuta mtoto ambaye hana baba lakini ana mama, ni mtoto wa nje ya ndoa, lakini wallahi ukamkuta ana msimamo mwema katika dini. Tunarudi kule kule katika manhaji ya aya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Hiyo ni kauli ya tatu ambayo alijibiwa namna Imam Abu Hanifa. Kauli ya nne, an Ismail ibn Abdul Malik ibn akhi Abdul Aziz ibn Rafi'i qala, anasema sa'altu Ata ibn Abi Rabah, nilimuuliza Imam Ata ibn Abi Rabah an waladi zina, nilimuuliza nini hukumu ya mtoto wa uzinifu. In marida a'uduhu, je, mtoto amezaliwa nje ya ndoa, jirani yangu nikisikia anaumwa niende nikamtembelee nikamjulie hali? Mama yake amemzaa nje ya ndoa lakini anaumwa, je, akiumwa nikamjulie hali? Qala, Imam Ata ibn Abi Rabah akaambia naam, kamjulie hali mtoto nje ya ndoa. Qultu, nikamuuliza fa in shahida tajuzu shahadatu, akitoa ushahidi inajuzu kukubali ushahidi wake? Qala naam, akasema sawa. Qultu ya ummu, je, anajuzu kuwa imam? Qala naam, anajuzu kuwa imam. Rawahu al-Imam al-Baihaqi. Kauli ya tano, waladu zina, Imam al-Hasan, waladu zina wa ghayruhu sawaun, mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa na watoto wengine wako sawasawa katika matendo. Huyu tu amezaliwa katika nje ya ndoa, wakulaumiwa ni huyu mwanamume na mwanamke, lakini huyu mtoto yeye hana dhambi yeye kama yeye. Qala al-Imam ibn Qudama, Imam ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ana kitabu kinachoitwa Al-Mughni, mmoja ya vitabu mama sana na kitabu roho sana katika madhhabu ya Hanbali. Akasema hivi, wala tukrahu imamatu waladu zina, si karaha uimamu wa mtoto wa nje ya ndoa, idha salima dinuhu, ikiwa dini yake iko sawa. Sije tukaanza ugomvi bane, kwanza mtu mwenyewe anaswalisha huyo mama yake salimza nje ya ndoa huyu, nje ya ndoa na kama msikitini kuna bifu tena, kama bifu zilivyojaa msikitini ndio hivyo tena, watu wanakuanzia bifu, afai. Lakini kigezo cha uimamu ni kipi? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, hadithi katika sahih Muslim, an ibn Mas'ud al-Ansari, nimalizie muhadhara. An ibn Mas'ud al-Ansari qala Rasulullah, mtume amesema hivi, ya ummul qauma, awe imam wa watu msikitini, aqra'uhum likitabillah, yule ambaye anayejua kuisoma Qur'ani vizuri. Mtume akasema fa in kanu fil qira'ati sawa, lakini msikitini kote kuanzia wahudumu mpaka wadhamini wa msikiti, kuanzia mhudumu mpaka wadhamini wa msikiti mpaka imamu, wote Qur'ani wako sawa sawa. Fa a'lamuhum bis sunnah, basi yule ambaye atakayekuwa amehifadhi na anazifahamu hadithi vizuri. Fa in kanu fi sunnati sawa, lakini katika hadithi vile vile wako sawa. Fa aqdamuhum hijratan, basi yule ambaye aliyetangulia kuhama, ina maana amehama kutoka Maka kuja Madina, ama ni mtu ambaye amekuwa mstari wa mbele katika mambo ya khairi. Fa in kanu fil hijrati sawa, katika hijra wako sawa. Fa aqdamuhum silman, basi aliyewahi kusilimu. Sasa ina maana hapa wanachuoni wanasema hivi, wajhu dalala, ushahidi wa haya ni kwamba anna an-nabiy allaqa al-imamata bil ilmi bil Qur'an wa lam yadhkur an-nasaba, mtume ametaja kwamba ni ilmu, allaqa al-imamata bil ilmi bil Qur'an, kwamba mtu ambaye mwenye elimu anaijua Qur'ani vizuri, anaisoma Qur'ani vizuri, ndiye ambaye atuswalishe. Lakini kwa mfano msikitini tuko mashekhe karibuni 10, je, wote tuwe maimamu? Hapana, mmoja anatosha, na huyu ataomba dua. Lakini kuna misikiti mingine lazima kuna mtu maalum aombe dua, na kuna watu wengine usipompa maiki kuomba dua, bifu msikitini, salamu alaykum wa rahmatullah, salamu alaykum wa rahmatullah. Basi kwa sababu yeye amezoea kupewa maiki,
Utamuona hata mdomo anajilamba-lamba, anasubiri maiki apewe. Sasa ukishamjua kwamba huyu ana kawaida ya kupenda maiki msikitini, atatuletea bifu, ili mbakie salama, mpeni maiki aombe dua. Siku moja kuna msikiti mmoja hapa Kariakoo, Sheikh Abdallah ndicheka siku hiyo, hapa Kariakoo, misikiti mikubwa sana, iliomba dua salatul asr. Aliyetuswalisha ni Sheikh. Sasa yeye akaondoka, akakaa pembeni, akachukua mmoja katika wale wasaidizi wake maiki, ndio akanatuongozea zile nyiradi, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sasa ilipofika kuomba dua, akaomba dua aliyokuwa anaomba anajiombea mwenyewe. Hivi mna habari kuna dua nyingine misikitini maimamu wanajiombea wenyewe, na wao wenyewe hawajui kama wanajiombea wenyewe? Na ukirejea katika kitabu cha Kifayatul Akhyar fi halli ghayati al-ikhtisar, Sheikh anasema hivi, na nukuu maneno yake: wala yakhussu al-imamu nafsahu bid-du'a, imamu asijiombee mwenyewe. Unamkuta imam ndani ya swala, baada ya swala anasema rabbi ighfirli wa liwalidayya, maana yake ni kwamba ewe Allah nifutie mimi na wazazi wangu. Si hatuna wazazi? Rabbi rzuqni ilma, Allah nipe ilmu, wewe peke yako tuombee na sisi. Lakini huyu hawezi kulaumiwa, hajui. Sasa yule shekhe aliomba dua, Sheikh Abdallah akaomba rabbana atina, akatembea msikitini. Unajua msikitini hivi sasa watu wanatakiwa waombewe dua tu, amin amin. Basi akafika, alipofika mashariki na magharibi, wa fi mashariqi al-ardh wa magharibiha, watu wanaitikia amin, wengine watikisa vichwa tu namna. Maana yake ni kwamba dua imekolea. Alipofika kaskazini na kusini, kwa Kiarabu zikamshinda, akasema wa fil kaskazini, watu wakaitikia amin, wa fil kusini amin. Wallahi Kariakoo, msikiti mmoja sitaki kuutaja, nilicheka mpaka nikaegemea ukuta hivi, nikasema Allahumma arhamuhum waskunu, Allah wateremshie rehema wote. Maana yake ni kwamba hawapo hai msikitini hapo. Wa fil kaskazini, msikia Sheikh Abdallah amin, wa fil kusini amin, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Hao watu wakaondoka. Sasa mtume hapa ametaja ilmu, hakutaja nasaba. Ndugu zangu, siku moja ilifungwa ndoa pahala, tukio live. Juzi nimehudhuria ndoa kwa ndugu yangu, ameozesha mwanae, binami yangu wa kiume kaozesha mwanae wa kike. Yule shekha pale akamuuliza swali, akamwambia jamani samahani, namuuliza swali ngumu. Akamwambia usikasirike, wali wa huyu mtoto yuko wapi? Wakati mimi namjua, ndio babake mzazi. Yule bwana akasema mimi. Akamwambia wewe ndio babake mzazi? Ndio. Ni baada ya ndoa au kabla ya ndoa? Akamwambia mtoto huyu kwanza nimefunga ndoa na mama yake, halafu ndio akapatikana dada yake ndani ya ndoa, halafu akapatikana yeye. Ina maana amepatikana wakati hawajatembea wala hawajakutana, kwa ina maana ni safi. Akamwambia sawa. Akamwambia jamani samahani, sasa hiyo imetokea juzi Ubungo. Alimuuliza. Sasa ni maswali ambayo kwa wale mashekhe mnaofungisha ndoa lazima kuwauliza, sababu unaweza kumkuta wakati unafungisha ndoa unamkuta mwanamume kakaa pembeni, bwana vipi? Inshallah kaka yake huyu atafunga tu. Vipi? Asema inshallah hamna neno, afungishe kaka yake tu. Sasa ilifungwa ndoa pahala, maiki inafanya kazi. Ile maiki wakati inafanya kazi, kuna watu wako nje. Baada al-maghrib, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi, kasoma khutba. Sheikh akamwambia baba mtoto, mshike mkono mkweo. Akamshika, akaanza mwambie, mwite mkweo jina fulani bini fulani, na kuozesha speaker inatoa nje, na kuozesha mwanangu fulani binti fulani. Watu nje ya msikiti wakapiga kelele na msikitini mle mle kusema noma, si noma hiyo? Noma hiyo. Ndani ya msikiti wakasema kwa sababu inajulikana kwamba mtoto si wake. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa mfano inatokea na wewe uko hapo, unajua unaweza kuzimia, pressure inaweza kapanda, watu wakakupiga ndoo kama 6 za maji na huwezi kuzinduka, sababu ukizinduka msikitini watu wanakuona unauweka wapi uso. Mwisho utasingizia hospitali, mpigeni ruqya. Hakuna ruqya ya mtoto nje ya ndoa.
Umezimia, hakuna ruqya. Hakuna ruqya yoyote. Mtu amezimia kisa amezaa nje ya ndoa, imethibiti, utapigwa ruqya. Watafute mashekhe wote, isomwe ruqya ya suratul Baqara msahafu mzima na uwekewe drip ya misahafu, haiwezekani. Kauli ya pili. Kwa hiyo kauli ya kwanza, mtoto wa nje ya ndoa anajuzu kuwa imam. Kauli ya pili, wanasema tukrahu imamatu ma sihhati salat, kwamba ni karaha mtoto wa nje ya ndoa, ni karaha kuswalisha, lakini swala ni sahihi. Hii ni kauli ya nani? Madhhabu al-Ahnaf, ni rai ya madhhabu ya Hanaf wa Shafi'iyya wal Malikiyya wa baadhi at-tabi'in, na baadhi ya matabi. Ndio maana wakati mwingine mnaweza mkawasikia baadhi ya wanachuoni wa Kishafi wanalizungumza hili. Ukilisikia wanalizungumza ujue lipo. Ndugu zangu, hasa kwa wale vijana ambao mnainukia katika ilmu, masala kama ina khilaf, tafadhali usiwaparaganyishe Waislamu, hasa kama ilmu yako ni ndogo. Maana kuna mtu mwingine ana ilmu ya alifataa befataba, ana auna kutiba dhukira, alifataa nuni shada fathana ana, huyu analeta tabu. Na mashekhe wa namna ndio matatizo, na wanatuletea tabu misikitini na katika umma wa Kiislamu. Na mtu siku nyingine ana flash tu anayo kichwani, anawezekana amehifadhi kauli ya rafiki yangu, ndugu yangu Sheikh Nuruddin Kishki. Maana kuna watu ninawafahamu wamehifadhi hutuba za Kishki, anaporomoka vile alhamdulillah kama vile Sheikh Kishki. Sasa ukimweka sasa bwana kaa hapo zero, sababu kitu alichokihifadhi kimekwisha. Hakuna ujanja. Twende kwa mashekhe tukasome, pigeni magoti. Hatuwezi kuwa mashekhe kwa TV, tuache ujanja, piga magoti chini. Hata kama tutakwenda nchi za Kiarabu kusoma, lakini huku tuishatoka kwa mashekhe wetu rahimahumullah. Hakuna ujanja. Imam Mujahid, sasa upande wa Ahnaf na Shafi'iyya na Malikiyya na baadhi tabi'in, wao wanasema mtoto wa nje ya ndoa ni karaha kuswalisha, lakini swala inafanya nini? Inasihi. Imam Mujahid anasema annahu kariha an ya umma waladu zina wa sahibu namima. Imam Mujahid yeye alikuwa anaona vibaya akiona mtoto wa nje ya ndoa ndio anaswalisha, alikuwa haoni raha. Na namima, na mtu ambaye ni mfitinishaji, alikuwa vile anaona kwamba huyu hafai. Qala Ibn Taymiyyah anasema watajuzu salat khalfa waladi zina biittifaqihim, inajuzu kusali nyuma ya mtoto wa nje ya ndoa, lakini tanaza'u fi karahatiha, lakini wametofautiana kuhusu karaha wake. Fakarihahu Malik, Imam Malik anasema ni karaha kuswalishwa na mtoto wa nje ya ndoa, lakini swala inasihi. Wa Abu Hanifa anasema ni karaha kuswalishwa na mtoto wa nje ya ndoa. Wa ghairu walad zina, wakasema lakini mtoto ambaye asiyekuwa wa zina akawa imam au la, ni bora. Sasa mwishoni tunasema warajihu, kauli rajihi ni ipi? Je, mtoto wa nje ya ndoa aswalishe asiswalishe? Arrajihu wal ilmu inda Allah, kauli rajih